Asante. Sisi kama Azam FC tumejipanga vizuri katika mchezo wetu wa marudiano dhidi ya KMKM, na tunajua tunakutana na mshindani wa aina gani, na bahati nzuri tumepata fursa ya kucheza naye mchezo wa awali, lakini pia tulijaribu kuwafuatilia, tumeona ubora wao kwa sehemu gani, lakini pia tumeona mapungufu yao kwa sehemu gani. Ni timu nzuri, lakini ukiachilia hivyo hii mechi ni mechi imekaa kitofauti. Sisi kwetu tunaichukulia mechi kwa umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ni mechi ambayo kwanza inaenda kubadilisha historia ya maisha yetu katika karia yetu ya mpira wa miguu, na imekuja wakati mwafaka. Ukiangalia timu yetu tumeshiriki mashindano tofauti tofauti, lakini hii nafasi ambayo tunaenda kuipigania kesho ni nafasi tofauti, kwa maana kwamba tukifanikiwa kushinda tunaingia moja kwa moja katika group stage. So kwa hiyo kila mchezaji kwamba amejipanga kuhakikisha tunafanya vizuri, na tunajua tumeshakuwa na historia ya michezo kama hii. Hata mechi yetu ya kwanza dhidi ya Al-Merreikh tulivyokuwa away, mechi ilikuwa rahisi kwa upande wetu, tuliweza kupata matokeo, lakini mechi ya raundi ya pili ilikuwa na ugumu. Kwa hiyo tutachukua yale tuliyaona katika mechi zetu za mkondo wa kwanza, tutajua namna gani tunaenda kukabiliana na mshindani, na tunajua hata wao wenyewe pia ni ndoto yao ya kufanya vizuri, na bahati nzuri wana wachezaji wengi vijana. Kwa hiyo ndoto ya kila mchezaji kijana na kwa mara nyingi kwamba hata kama hatofanikiwa kufuzu, yeye ndoto yake kuhakikisha anafanya vizuri ili aweze kupata fursa timu ziweze kumuona. Kwa hiyo utaona ni mchezo wa aina gani, lakini kwa kuwa tunao wachezaji ambao wana uzoefu wa mashindano makubwa, lakini pia hata sisi katika benchi letu tunaye mwalimu ambaye ana uzoefu katika mashindano makubwa. Kwa hiyo naamini kesho ni siku ambayo ni muhimu kwetu. Tunawaomba mashabiki wetu wa Azam wajitokeze kwa wingi, lakini pia na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu tunawakilisha nchi, na naamini tutakwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo tunaomba sana mashabiki wajitokeze kwa wingi katika mechi yetu ya kesho. Swali la kwanza la msingi, mitaa inasema kwamba mchezo umemalizika Unguja. Is it? It's not true. Sio kweli. Kama nimesema hapo awali, tulicheza mechi ya kwanza, tulipata matokeo. Kwa aina ya mashindano sio rahisi kuweza kupata mashindano ugenini kama ukiwa hujajipanga. Kwa hiyo kuwa umepata mashindano, umepata ushindi ugenini, sio kwa maana mchezo wa mkondo wa pili pia utakuwa rahisi. Kwa hiyo football inabadilika. Hawakuwahi kukutana na sisi, kwa hiyo wameshatuona na wamejua mapungufu yetu. Kwa hiyo sisi kama sisi kuna baadhi ya vitu tumeviona kwenye mchezo wa kwanza. Ukiangalia kipindi cha kwanza tu dominate game, tulitengeneza nafasi nyingi sana, lakini kipindi cha pili wenzetu nao walijaribu kufunguka, wakawa jaribu kutumia watu wa pembeni, pia walitengeneza nafasi. Kwa hiyo kwa kuangalia mchezo ulipokuwa kipindi cha pili, kwa hiyo unapata picha mchezo wa mkondo wa pili ni namna gani mchezo utakuwa mgumu. Kwa hiyo sisi tumejipanga, na mara nyingi tukicheza na timu ambazo kwenye mpira ni watu ambao kuna hali fulani ya ushindani automatically unakuwa unaongezeka. Kama nilivyosema hapo awali, kuna fakta kubwa sana. Ukiangalia KMKM wana wachezaji wengi zaidi ya 80% ni vijana wengi wadogo, ni vijana ambao wana talent kubwa. Kwa hiyo mara nyingi yani kijana anapopata fursa yeye anatamani kuonyesha. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ya ushindani. Kwa hiyo kikubwa sisi tumejipanga kwenda kukabiliana KMKM, na haya ni mashindano makubwa, wenyewe wamepata nafasi. Kwa hiyo kila ambaye amepata nafasi ni tunaenda level moja. Kwa hiyo kikubwa tu sisi tumejipanga kuja kushindana na KMKM. Sawa. Jambo ambalo lina circulate kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na timu kutoa fursa kwa mashabiki kuingia uwanjani. Wapo ambao bado wametoza viingilio, wapo wengine wamesema free entrance, lakini sio swali la msingi kwako. Mashabiki wana nafasi gani kwenye kuchangia nyakati kama hizi? Sisi kwetu mashabiki wana nafasi kubwa sana. Ukiangalia hata mechi yetu iliyopita mashabiki walikuja kwa wingi, lakini pia na hii tumetoa fursa kwa mashabiki wetu kuja kwa wingi, na tunajua mazingira yetu ya Chamazi, wakazi wengi wa Mbagala, Chamazi, Mbande, Saku ni watu ambao wanapenda mpira. Lakini pia lazima tuwe kweli, wakazi wengi, watu wengine
wanapenda mpira, lakini ukiweka viingilio vingi vikubwa inaweza pia ikakosti watu wengi wasije wakahudhuria. Kwa hiyo mimi kwanza niwapongeze viongozi kwa kuliona hilo na kwa kuona uhitaji. Sisi ni wakazi wa Chamazi, obviously mimi ni mkazi wa Chamazi. Ndugu zangu wengi wanatamani kuja uwanjani. Kwa hiyo hata najitahidi baadhi ya kununua tiketi waje uwanjani. Kwa hiyo hii fursa imepatikana automatically kwamba nimepata matumaini makubwa sana na wengi wameniahidi watakuja uwanjani. Kwa hiyo hii fursa inasaidia kila mtu kwanza kuja kupata burudani, lakini pia ni kwa mara ya kwanza sasa inawezekana kama tukifanya vizuri tukaweza kwenda katika hatua group stage. Kwa hiyo itatoa fursa kwa wakazi wa Mbagala, Chamazi, Mbande, Saku wote kwa pamoja Kiponza kuja kuiangalia timu yao pendwa wakati inafanya vizuri, na huu ni mwanzo. Naamini tumekuwa na mwaka mzuri na tutakuwa na msimu mzuri. Kwa hiyo hii ni safari yetu ya mafanikio. Kili kwenye football yani kuna vitu waga vinatokea tu. Hakuna swala la kuna walimu walishindwa, kuna wachezaji walishindwa. Yani sawa waga inatokea. Na hata ukiangalia ukiachilia sisi kama tutafuzu kwenda katika group stage, lakini tunao wachezaji, tuna benchi la ufundi, watu ambao wamecheza mashindano makubwa kuliko haya na pia wameshafika mbali zaidi. Mfano tunaye mchezaji wetu mwandamizi Aishi, kwa mara ya kwanza ndio aliwahi kufuzu kuingia katika mashindano ya klabu bingwa akiwa na timu yake ya zamani, lakini amecheza mashindano makubwa sana ya kimataifa akiwa katika level za national team, lakini pia kwenye level za club. Lakini pia tunaye mwalimu wetu Florai Benge, amefanya kazi kwenye timu tofauti za club na timu ya taifa. Kwa hiyo yeye kwake ni jambo la kawaida, na ndio maana sasa wakasema ili kwenye kujenga uongozi wa Azam ukaona kwenye kuboresha, kuongeza nguvu, tuwe na wachezaji ambao wana uzoefu haya mashindano makubwa, lakini pia tuwe na benchi kubwa ambalo lenye uzoefu. Kwa hata sisi makocha vijana ambao tuko pale tunajifunza kutokana na uzoefu wa walimu, lakini pia tunajifunza kutokana na mashindano. This time tuko hapa, hata mimi mwenyewe ndo mara yangu ya kwanza nilikuwa nafundisha under 20 season iliyopita, tumefanikiwa kuchukua ubingwa under 20, lakini pia sasa hivi nipo katika benchi la timu kubwa tunajifunza. Kwa hiyo hata kwa baadaye kwamba na sisi tutaingia katika hiyo historia, lakini pia klabu pia itanufaika. Kwa hiyo hata baadaye na sisi tunazo historia ambazo tutazijenga kwa kupitia hawa wenzetu ambao wamefanikiwa. Lakini pia hata kwa upande wa wachezaji, wapo wachezaji wenye majina makubwa, wenye uwezo mkubwa, lakini hawakupata hiyo fursa. Kwa hiyo lakini kwa kupitia fursa hii na uzoefu wa wenzao kwa pamoja, na ndio maana unaona kwa sasa hivi tunaonekana tunaenda kupata mafanikio ambayo hatukuwahi kuyapata. Kwa hiyo hizi ni juhudi za pamoja kati ya uongozi, lakini pia wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Na ndio maana unaona tunafanya vizuri, na inshallah kwa mwaka huu tutaendelea kufanya vizuri. Hazari kubwa kwanza tumechukua, ukiangalia timu yetu katika michezo ya kimataifa, cha kwanza tunatengeneza nafasi, tunafunga, lakini kitu cha pili tumekuwa haturuhusu magoli. Kwa hiyo tutaendelea kuboresha safu yetu ya ulinzi tusiruhusu magoli, lakini pia tutaendelea kuboresha safu yetu ya washambuliaji tuendelee kufunga, lakini pia hata zile nafasi ambazo tulikosa katika mchezo uliopita tuzitumie ili ziweze kutusaidia katika hatua ya mbele. Kila mchezo una uhitaji wake. Aishi ni mchezaji wa Azam, tupo naye, tulikuwa naye kwenye maandalizi. Kwa hiyo tuna siku moja ya mazoezi. Kwa hiyo kama atakuwa katika mpango wa kucheza kesho utamuona, lakini kama hatakuwa katika mpango wa kucheza pia hatakuwepo. Kwa hiyo Aishi ni sehemu yetu na ni mchezaji wetu, na moja ya mchezaji ambaye anatusaidia sana kwa sababu ya uzoefu wake, lakini uwepo wake. Na haya mashindano ya kimataifa ukiwa anacheza automatically watu wanakuwa na pressure. Kwa hiyo ukiwepo na aina ya wachezaji kama hao inasaidia sana taasisi kwetu katika benchi la ufundi, mambo yetu mengi yanakwenda kwa urahisi kwa sababu wenyewe kwanza ni viongozi na wanaweza kuongoza wenzao. Yes, kiujumla kwa nafasi yetu kama wachezaji tunajua umuhimu mkubwa wa mchezo wetu wa kesho, lakini pia tunajua kwamba tuna kiu uongozi, wachezaji, benchi la ufundi, lakini pia hata Watanzania pia na wao wana kiu ya kuona kwa namna Azam FC imeweza kufanya uwekezaji mkubwa kwenye timu, hasa kwa usajili wa wachezaji wazuri. Kwa hiyo hata Watanzania pia nao wana kiu kuona kile ambacho Azam FC ina wish kupata kwenye mashindano haya makubwa, basi tuweze kukipata. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaona na tuna kiu na hamu kubwa ya kuona tunaweka historia kubwa na alama kwenye klabu kwa kuweza kuvuka hatua hii
za mwanzo na kwenda kwenye group stage. Kwa hiyo history ambayo tuna matumaini nayo ya kwenda kuikamilisha kesho, na ili tuweze kuikamilisha ni lazima tuvuke kiunzi kilichokuwa mbele yetu ya mchezo dhidi ya KMKM, na tunaamini wapinzani wetu watakuwa wamejipanga vizuri kulingana na mchezo wa mwanzo tuliocheza dhidi yao. Tuliweza kupata matokeo mazuri na wao waliweza kupata matokeo mabaya kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo wanakuja kwetu na tuna imani kwamba watajiandaa vizuri. Yale mapungufu ambao walikuwa nayo nadhani watakuwa wameweza kuyazingatia ili asiweze kufanya makosa yale ambao waliweza kuyafanya mwanzo, lakini pia yale ambao waliyaona kwetu kama ni makosa basi wataenda kuyafanyia kazi ili kuona kesho wanafanya jambo zuri kwao ili naweza kupata matokeo chanya. Vivyo hivyo kwetu tumekuwa na mazoezi ya kuona namna bora ambavyo tuliweza kufanya kwenye mchezo wa awali ili tuweze kuendeleza mwendelezo ule, lakini pia kwenye sehemu ambazo tuliweza kulegalega basi tuweze kuongeza nguvu ili kile ambacho kila Tanzania, kila mchezaji na viongozi ambao kila mtu anaona kwamba tumeshapiga hatua moja mbele, kuona kwamba tunaweza qualify, basi hayo mawazo na hiyo nia isiweze kupeperuka ama kupotea. Kwa hiyo ni kuweka umakini kwenye kila engo, kuhakikisha kwamba yale mahesabu ambayo tumeyapiga na ule mwanga ambao tumeupata basi tuweze kushikilia ili tuweze kuvuka kwa pamoja, na iwe history kwa watu wote ambao wanahusika na timu, na hasa kwa namna bora ambavyo uwekezaji wa klabu umefanya na Watanzania kwa ujumla wamekuwa na matarajio kuona kwa namna Azam FC imekuwa na wachezaji bora, imekuwa na benchi la ufundi bora, lakini pia imekuwa na ambao wanatamani kuona Azam FC ikivuka na kwenda makundi, na wote kwa ujumla tunaamini kwamba Azam FC inastahili kufika zaidi ya hatua ya makundi. Kama una neno moja unaweza kuambia pengine mashabiki wa Azam Football Club, mashabiki wa soka kwa ujumla kuelekea kwenye mchezo huo, kinaweza ikawa ni kitu gani? Yes, namna bora ni vile ambavyo uongozi wa Azam FC umeonelea kwamba Watanzania, mashabiki wa soka nchini waweze kujitokeza kuja Azam FC kwa ajili ya kushuhudia mechi nzuri na bora ambayo itaenda kuandika historia nzuri na kubwa katika klabu yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha mashabiki wa Azam FC na wasio Azam FC waje waburudike kwa burudani nzuri, lakini pia kwa mashabiki wetu waje waweze kushangilia, lakini hasa kubwa zaidi nadhani itakuwa ni fursa kubwa kwa vijana, watoto ambao watakuja kupata fursa ya kuiona Azam FC, kwa sababu Azam FC tunasema timu bora, bidhaa bora. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia bidhaa za Azam, lakini pia wanakuja kuona timu bora. Kwa hiyo nadhani kwa vizazi vijavyo kuna haja ya kuwapa watoto platform za kuja kuona namna bora ambavyo Azam FC imekuwa ikiwa bora uwanjani na ikipata matokeo chanya na kutengeneza moment nzuri kama hiyo ambayo tunawish wote kwenda kuifanya. Kwa hiyo waje na watoto waone burudani. Nadhani hicho ndio itakuwa kizazi bora zaidi na mashabiki kindaki wa Azam FC wajao. Yes, namna bora zaidi nadhani miaka kadhaa nyuma, kipindi ambacho mimi niko kwenye academy ya Azam FC, nadhani ilikuwa tulianza ama nilikuta Azam FC ikiwa tunaendelea kujipambanua. Ikafika kipindi tukawa washindani, tukachukua kikombe cha Kagame, tukaja tukachukua kikombe cha ligi, lakini pia ukiangalia kutoka kule mpaka hivi leo imekuwa Azam FC imekuwa imejipambanua kwa namna kubwa sana, na watu wengi saizi wamekuwa wakifuatilia Azam FC na kuipenda. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka tangu nimekuwa kwenye timu za vijana mpaka leo inafika miaka 10 na zaidi. Kwa hiyo ukiangalia kama kulikuwa kuna mtoto wa miaka 5 kipindi kile, leo hii ana miaka 15, ina maana huyu tayari ameshatengenezwa kuwa shabiki wa Azam FC. Lakini nadhani nyote mtakuwa mashahidi, leo hii ukitembea nchi nzima utaona jezi za Azam FC ni nyingi ambazo zinaweza kucompete na timu zingine, kwamba kwa maana watu wananunua jezi za Azam FC kwa sababu wanaona ubora wa Azam FC, lakini pia wanaanza kuifuatilia na kuipenda taratibu. Kwa hiyo hata hiki ambacho Azam FC wamefanya kwa kuruhusu watu kuja kuitazama Azam FC bure bila kiingilio, nadhani pia itaendelea kuongeza ule ukaribu watu kufuatilia Azam FC, lakini pia itaongeza mapenzi ya mashabiki na klabu yao. Naam.
Nadhani hiyo ndo target kubwa ya uongozi na timu, kuhakikisha Azam FC ina compete kwenye haya mashindano ya kimataifa, kwa sababu uwezo inao, inasajili vizuri, ina miundombinu, kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo isipokuwa ilikuwa inakosekana hii nafasi ya kuweza kushiriki mashindano haya kwenye hatua kubwa kama hizi ambazo kila mtu anatazamia leo Azam FC inaenda kupambania hiyo nafasi. Kwa hiyo kulingana na ukubwa wa mwalimu, lakini pia kulingana na ukubwa wa klabu, kwa kuweza kuinvest, kuweka uwekezaji mkubwa, nadhani sasa ni muda wa Azam FC kupeperusha bendera kwenye mashindano ya kimataifa, na ni matumaini yangu kwamba kwa namna bora ya timu na uwekezaji mkubwa uliofanywa wakati huu, tuna kila sababu ya kupata zaidi ya makundi, na uwezo nadhani nao, kwa sababu nimeshakuwa kwenye mashindano kwa muda mrefu, na namna bora ambavyo naiona Azam FC, naona hiyo harufu kwamba tunaweza kwenda zaidi ya group stage. Jambo kubwa ambalo huenda hamlijui, mimi ni miongoni mwa mtu ambaye natamani kweli kweli kwenda group stage kwa sasa. Yaani katika mtu ambaye anatamani kwenda group stage kwa sasa, basi ni mimi. Kwa hiyo kwenye hizo story ama kwenye mazungumzo ambayo tunazungumza, yani huwa nazungumza kana kwamba sijawahi kwenda hiyo stage, na mimi nazungumza kwenye lengo ambayo na wao wamo. Kwa hiyo inaweza kuwa namna ambayo inawashangaza hata wao kuona kwa namna gani natamani kwenda group stage nikiwa na Azam FC, kwa sababu ndo timu ninayoipenda, lakini pia ni timu ambayo imenilea na kunikuza. Kwa hiyo najikuta kana kwamba sijawahi kushiriki mashindano yote ya kimataifa. Kwa hiyo natamani kweli kweli kuqualify hiyo kesho na kwenda group stage. Kwa hiyo msishangae kama panapo majaliwa tukafuzu, mkaona nimeshika bendera na kimbia uwanja mzima, kwa yani kana kwamba sijawahi kufika stage hiyo, lakini ni namna bora ambayo natamani kweli kweli kuhakikisha kesho Mwenyezi Mungu anatujalia tunaweza kuvuka kwenda group stage.